الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا بالإسلام، والحمد لله الذي أرسل محمدًا بدين الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu mwanzo tumogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum an ittaqullah, na kwa hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia mumogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii takwa ni nini? Takwa ni vitu viwili: kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha na kuepukana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Na yoyote ambaye atakuwa na haya mambo mawili, basi atakuwa katika muttaqin. Na muttaqin wamaahidiwa maisha mazuri hapa duniani na mafanikio kesho akhira. Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo tutaangazia ni khairi gani Muislamu anapata pindi anapokuwa ni mwenye kutoa kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada hii ya kutoa mali yako, naam, ibada hii ya kutoa sadaqa kwa njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, as-sadaqa waz-zaka, basi tufahamu ya kwamba hakuna yeyote anayepata faida kuliko wewe unayotoa. Na unapokuwa ni mwenye kutoa, basi jua ya kwamba kuliko kumuona yule ambaye unayemsaidia, basi fahamu ya kwamba unakuwa ni mwenye kujisaidia wewe mwanzo. Na vile vile tutakumbushana mambo kadhaa ambayo inaambatana na kutoa, ambayo inaambatana na kutoa sadaka. Na ukiamua kutoa sadaka, basi kuna baadhi ya adabu fulani lazima uwe nayo ili sadaka yako ikubalike na khairi hii kufikie. Ndugu zangu katika imani, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith alladhi sahahahu Sheikh al-Albani katika sahihu at-targhib wa tarhib, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema, inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin-ni'am limanafi' al-ibad, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akona watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua akawapatia neema maalum. Naam, na sababu ya wao kupata neema hii ni ili waweze kuwasaidia nayo wengine, ama ili waweze kuwanufaisha nayo waislamu wengine. Yuqirruhum fiha ma badaluha, na neema hiyo
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataiweka pale. Neema hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataibakisha pale maadamu watakuwa ni wenye kutumia kwa kuwasaidia watu wengine. Fa idha mana'uha naza'aha minhum fahawalaha ila ghayrihim. Na ikiwa watakuwa ni wenye kuizuia hiyo neema, naam, wakiwa watakuwa bakili kwa hiyo neema, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapokonya hiyo neema na kuwapatia watu wengine. Ayuha almu'min, unapopewa neema na mali na riziki, basi ujue sababu kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia wewe ni wewe mwenyewe uweze kuwasaidia watu wengine. Na utakapoacha kuwasaidia watu wengine, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupokonya hiyo neema, kisha anapea watu wengine. Na hadithi hii itakuwa ni bishara kwa yule mtu ambaye amepewa neema. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia riziki, Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia mali, na mali hiyo anajua kuwasaidia nayo watu wengine. Naam, na ni onyo kwa mtu yoyote ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia riziki, naam, na riziki hiyo hasaidii nayo watu wengine, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumpokonya. Na kwa nini apokonywe? Kwa sababu yeye si Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namna wewe ulivyopewa neema na riziki na mali, basi watu wengine vile vile walikatazwa. Ayuha almu'minun ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa si mchoyo na hakuwa na tabia ya uchoyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali kuna siku alikuja mtu kutoka al-Arab, watu wa badia, akamwambia ya Rasulullah, nipatie neema na mali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha nayo. Qala fajaahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Kisha yule mtu alipomkujia Rasul sallallahu alayhi wasallam, ar-Rasul akampatia kondoo wengi waliokuwa wamejaa baina ya milima miwili. Akampatia mali yote ya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Faraja ila qaumihi faqal, kisha yule mtu akarudi kwa watu wake akasema, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yukhafu al-faqra. Enyi watu wangu, ngieni katika Uislamu, kuweni waislamu enyi watu wangu, kwa hakika Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatoa mali kana kwamba mtu ambaye asiogopa umaskini na ufakiri. Na hii ilikuwa ni tabia ya Rasul sallallahu alayhi wasallam, kuogopa umaskini na ufakiri. Maashara almuslimin, kule kutoa ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu katika sahihu al-Bukhari, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi, na ukarimu wake ulikuwa ukidhihirika zaidi, na alikuwa akitoa zaidi pindi Ramadhani inapoingia. Kwa hivyo tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuweze kufika Ramadhani, na ikifika pia tuweze kutoa. Ahibati fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waumini. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waislamu wenye kufanya amali tatu katika Qur'an. Na hizi amali tatu kifanya, basi jua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuweka katika watu ambao wamefaulu hapa duniani na wale ambao hawapati hasara. Sifa hizi tatu kama Muislamu lazima uwe nayo na lazima ipatikane katika maisha yako ya kila siku. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura Fatir, innal ladhina yatluna kitaballah, hakika wale ambao wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa ya kwanza, wa aqamus salah, na wakasimamisha swala, sifa ya pili, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, na wakatoa yale ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia kwa siri na kwa dhahiri. Yarjuna tijaratan lan tabur, watu hawa wanatarajia biashara ambayo haitapotea kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanatarajia biashara ambayo haitapata hasara. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, liyuwaffiyahum ujurahum
nitawalipa malipo yao, wayazidahum min fadli, na nitawaongezea fadhila zangu, innahu ghafurun shakur, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusamehe, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kushukuru. Sasa kama wewe ni Muislamu hutaki kufaulu, na kama wataka kufaulu, basi sifa hizi tatu isikosekane katika maisha yako ya kila siku. Soma Qur'an kila siku, swali swala yako 5 kila siku, na toa kiwango cha uwezo wako kutoka yale ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupatia, ukitarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ukitaka kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi bila shaka utakuwa ni mwenye kufaulu. Wapenzi waumini, na wale watu ambao wanakuwa ni wenye kuzuia neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameruzuku nayo, wanakuwa gumu, wanakuwa bakhili, hasatan inapokuwa ni mali ya wajibu kama zaka, basi huenda wakaingizwa motoni, wal billah. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Wale ambao wanaficha mali yao katika fedha na katika dhahabu na hawatoi kwa njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah anasema fabashshirhum bi'adhabin alim, basi wabashiria adhabu iliyokuwa uchungu duniani unapokonywa hiyo neema, na akhira adhabu inakuongoja, wal billah. Ndugu wapenzi katika imani, kwa nini mwanadamu atoe katika maisha yake? Atatoa kwa sababu mali aliyokuwa nayo ni aina tatu. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Shaqir radiyallahu anhu, qala ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Asema Abdullah ibn Shaqir, nilimkujia Mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqra'u al-Qur'an, ilhali anasoma Qur'an, na akawa anasoma aya hii, bismillahir rahmanir rahim, alhaakumut takathur, imewashughulisha kukusanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hamu yenu imekuwa ni kukusanya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema juu ya huyu mtu ambaye hamu yake imekuwa ni kukusanya, qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibn adam mali mali wa hal laka ya ibn adam min malik illa ma akalta fa afnayt au labista fa ablayt au tasaddaqta fa amdayt, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma aya hii ya kwamba tumeshughulishwa na kukusanya, ar-Rasul asema huyu mtu ambaye hamu yake, huyu mtu ambaye hamu yake imekuwa ni kukusanya, hajui ya kwamba mali yake ni aina tatu. Chochote unachokusanya katika hii dunia basi ni tatu, na hizo tatu ndo zako, mengine utaacha katika hii dunia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema yaqulu ibn adam mali mali, mwanadamu anasema mali yangu. Wa hal laka ya ibn adam min malik illa min thalath, lakini je, wewe mwanadamu una mali gani isipokuwa vitu vitatu? Ya kwanza anasema illa ma akalta fa afnayt, illa ile ambayo umekula, umeenda ukanunua chakula ukakula, ikaingia katika tumbo yako ikunufaisha, hiyo ndo yako. Na ya pili, au labista fa ablayt, au ukaenda ukanunua nguo ukavaa ikaisha, mfano hii kanzu nimenunua, itafika wakati itaisha, sitavaa tena, basi hii ndo yangu. Au tasaddaqta fa amdayt, au ile ambayo umetoa sadaka ukaongoja malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mali yote ambayo uko nayo ni hizi tatu: kile ulichokula ndo yako, na kile ulichonunua ukavaa mpaka ikaisha ndo yako, na ile ambayo umetoa sadaka ndo yako. Lakini haya mengine yote utaacha hapa duniani. Kama ni gari utaacha hapa duniani, kama ni nyumba utaacha hapa duniani, na uangalie zile mambo ambayo unafaidika nayo directly ni hizi vitu tatu peke yake. Sasa kwa nini usitoe sadaka? Na hiyo ndo mali yako. Ndugu zangu katika imani, faida ya sadaka ni nyingi. Ukitoa ni kwa faida yako, na usipotoa duniani ni madhara na akhira pia ni madhara. Na tufahamu ya kwamba ibada hii ya sadaka ni ibada ya kila mtu,
si ibada ya matajiri. Naam, na tuwe ni wenye kujua tofauti ya ibada ya sadaqa na ibada ya zaka. Zaka ni ibada ya matajiri waliokuwa na mali, lakini sadaqa ni ibada ya kila mwanadamu hapa duniani. Kwa ushahidi wa hadith asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, tasaddaqu walau bishiqqi tamra, tuweni sadaqa hata kama ni nusu ya tende. Mfano, umeingia msikitini na unafunga katika sunna za Jumatatu na Alhamis. Naam, na una tende moja, na mwenzako vile vile amefunga na ana tende moja, basi hiyo tende moja gawanya nusu, mpe nusu na wewe utumie nusu iliyobaki. Hiyo pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali. Usiseme sina kitu. Naam, usikubali kuachwa nyuma. Na yule ambaye akiwa na kitu kidogo hajazoea kutoa, basi wallahi kesho akipata nyingi hatatoa. Kutoa ni mazoea na kutoa ni moyo. Naam, kwa hivyo tujifunze, tusiwe ni wenye kupokea peke yake, tusiwe ni wenye kuchukua peke yake, hata kama hali yako iko chini. Naam, hata kama hauna kitu, wewe ukipokea, toa yale ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupatia. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum, toa yale ambaye tumekuruzuku nayo, hata kama ni kidogo, basi toa kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha alahibba, unapotoa sadaqa, basi fahamu ya kwamba faida inarudi kwako. Na faida ya kwanza ya sadaqa ni inakusaidia kaburini. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Uqbah bin Amir radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna as-sadaqata la tudfi'u an ahliha harra al-qubur, kwa hakika sadaqa unayotoa basi inazima joto na adhabu ya kaburi. Naam, unapotoa sadaqa ni kwa faida yako na inakuwa ni yenye kukusaidia kaburini. Kando na hayo, Mtume asema katika hadithi ya Uqbah bin Amir pia, la rajulun fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda baina an-nas, siku ya kiyama watu watasimama, kila mmoja anaongojea hisabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aitwe mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumiwe. Naam, wewe ni mtu wa motoni ama wewe ni mtu wa peponi. Na watu watasimama muda mrefu, 50,000 sana. Siku hiyo jua itakuwa ni yenye kuwa kali sana. Naam, lakini wale ambao waliotoa sadaqa, siku hiyo hawatapata taabu. Siku hiyo hakuna kivuli, jua iko utosini, lakini kuna watu hawatapata hiyo jua, wako chini ya kivuli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watu ni kina nani? Ni yule mtu ambaye aliyetoa sadaqa, analetoa kivuli, jua isimchome. Kwa hivyo tusiangalie faida ya duniani peke yake. Naam, wallahi faida ya kiyama na faida ya akhira na kupata kivuli ndio bora kwako. Dunia utaishi miaka 60, utaishi miaka 70, utaishi miaka 100 years, lakini akhira Allah anasema fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, utasimama miaka 50,000. Naam, uko chini ya kivuli na wengine huko wanateseka. Lakini sababu ni nini? Sababu ni wewe umetoa sadaqa na huyu mwingine hakutoa sadaqa. Sasa kwa nini usitoa sadaqa na mwenye kutoa sadaqa na mwenye kufaidika ni wewe? Ukipata faida ni kwako. Kaburini unalindwa na adhabu. Naam, na siku ya kiyama uko chini ya kivuli, watu wanakimbia huku na huku. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha malaika wakupatie kivuli. Sababu ni nini? Sababu ni wewe umetoa sadaqa. Sasa jiulize, faida ni kwa yule ambaye uliyempea sadaqa ama faida ni kwako? Faida ya pili ya sadaqa ni inakuwa ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi. Umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanya matendo mema. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, katika wale ambao waliomtubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakafanya matendo mema. Na katika matendo mema watakana ufanye, ikiwa wataka kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kutoa sadaqa. Kwa sababu hii sadaqa unayotoa inakuwa ni yenye kuzima madhambi kama vile maji yanavyozima moto. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Hii sadaqa ambayo unayotoa basi inakuwa ni yenye kuzima madhambi kama vile
moto inavyozima, kama vile maji inavyozima moto. Faida ya tatu ya sadaqa ni inakuwa ni yenye kukusafisha wewe. Allah subhanahu wa ta'ala asema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua mali yao na uwe ni mwenye kutoa sadaqa, na watakapokuwa ni wenye kutoa sadaqa basi itakuwa ni wenye kuwasafisha na itawatakasa kwa sababu ya sadaqa waliotoa. Umefanya madhambi na wataka kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kuwa ni mwenye kutoa sadaqa, kwa sababu hii sadaqa ambayo unatoa inakuwa ni yenye kukusafisha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kusafisha madhambi zako. Maashara almuslimin, kwa nini tutoe sadaqa? Kwa sababu ukitoa sadaqa naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kutoa mali juu yako. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, anfiq ya ibn adam unfiq alayk, toa kwa ajili yangu wewe mwanadamu na mimi nitatoa juu yako. Mambo yamekuwa magumu, naam, biashara imekuwa ni yenye kuharibika, unasumbuliwa na KRA, basi toa sadaqa na utaona faida na matunda ya kutoa sadaqa. Wapenzi waumini, kwa nini tutoa sadaqa? Ili tuweze kupata dua ya malaika. Kila asubuhi kuna malaika wanashukishwa, naam, kuangalia ni nani ambaye ametoa sadaqa aombewe, na ni nani ambaye alikuwa na fursa, alikuwa na nafasi ya kutoa sadaqa kisha akakataa kutoa, naam, akakuwa mgumu, akakuwa mbakili, alaaniwe. Huyu anaombewa kwa sababu ametoa sadaqa, naam, na huyu mwingine analaaniwa kwa sababu amekuwa ni mtu bakhili. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadith alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin yusbihu fihi illa malakani yanzilan, hakuna siku inayopita illa inapofika asubuhi basi wanashuka malaika wawili. Fayaqulu ahaduhuma, mmoja wao yasema, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Mola wangu mwenye kutoa basi mbadilishie na bora zaidi. Wayaqulu al-akhar, na pili anasema, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Mola yule ambaye amekuwa ni mwenye kuzuia mali yake na alikuwa na fursa ya kutoa anakuwa bakili, basi angamiza mali yake. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia fursa, amekupatia nafasi ya kutoa sadaqa, basi ujue ya kwamba faida ni kwako na unakuwa ni mwenye kupata bora zaidi. Ayuha alahibba, kwa nini watu wanaogopa kutoa sadaqa? Ni kwa sababu watu wanafikiria wakitoa sadaqa mali yao inakuwa ni yenye kupungua. Wa hadha ghairu sahihi, hii si kweli. Sababu kubwa ni kwamba mtu anaona akisaidiana na mali yake, naam, mtu akitoa mali yake, akitoa sadaqa, anaona ya kwamba mali yake inakuwa ni yenye kupungua. Hii ni calculation ama mahesabu ya kidunia peke yake. Lakini sikiza Rasul sallallahu alayhi wasallam anasemaje katika hadith alladhi rawahu Muslim fi sahihi, qala ma naqasat sadaqatun min mal, sadaqa haijawahi kupunguza mali. Unaogopa mali yako itapungua eti kwamba unatoa sadaqa? Rasul sallallahu alayhi wasallam asema haijawahi kutokezea kwamba mali ya mtu imepungua kwa sababu ametoa sadaqa. Kwa hivyo ikiwa hofu yako ni kwamba waogopa mali yako itapungua ukitoa sadaqa, lakini bilaks mali yako haitakuwa ni yenye kupungua kwa sababu ya kutoa sadaqa, bali mali yako itakuwa ni yenye kupata baraka. Naam, mali yako itakuwa ni yenye kuzidishiwa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi alladhi yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ndugu zangu katika imani, ni mambo gani watakikana uwe nayo ikiwa maamua utakuwa ni mwenye kutoa sadaqa? Naam, ili sadaqa yako ikuwe yenye kukubaliwa, basi kuna mambo kadhaa lazima uzingatie. Jambo la kwanza, ulama wanasema an tusliha niyatak, ni uwe ni mwenye kurekebisha nia yako. Ukiwa ni mwenye kupokea au ikiwa ni mwenye kutoa, basi toa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zungumza na waumini asema, wama tunfiqu min khairin falyanfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah
wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Allah subhanahu wa ta'ala asema hamtatoa kitu ya khairi illa kwa nafsi zenu. Naam, na mkitoa basi toeni wama tunfiqu min khairin wama tunfiqu illa bitighaa wajhi Allah. Na mkitoa basi toeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mkitoa wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun, na mkitoa basi itakuwa ni faida yenu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema sitawadhulumu, nitawalipa kisawa sawa katika hali ya kutoa. Naam, na umaamua ibada hii utaifanya kila siku katika maisha yako na utakuwa ni mwenye kutoa sadaka, basi jambo la kwanza unatakana uwe nayo katika ibada hii na ibada nyingine yoyote. Ikiwa hukufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi hutakuwa ni mwenye kuona faida yake. Ukiwa wataka upate faida, basi fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili katika kutoa ni utoe yaliyokuwa mazuri. Naam, kwa nini utoe yaliyokuwa mazuri? Mfano, umeamua niko na nguo nyingi. Naam, acha nitoe zingine sadaka. Basi adabu ambayo watakana uwe nayo ni usiwe ni mwenye kutoa zile mbaya peke yake. Naam, na zile mazuri pia ongeza. Hii ni mfano wa mavazi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamtafikia wema mpaka mtoe katika yale ambayo mnapenda. Katika adabu lazima uwe nayo. Pindi unapokuwa ni mwenye kutoa sadaka, basi ni lazima utoe yaliyokuwa mazuri. Usichague zile mbaya peke yake, pia mazuri ongeza. Mfano, una shamba. Naam, na shamba ni ya tomato, kisha ukavuna, ikafika wakati ya kuvuna ukavuna. Sasa zile mbaya zile nyanya ambazo zimeharibika, unasema wapelekee jirani, wapelekee familia. Ar-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia la, yale ambayo pia ni mazuri toa, usitoa yale ambayo peke yake, yale ni mbaya peke yake. Jambo la tatu watakana uwe nayo ni ujue ya kwamba unapotoa sadaka na wataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kubali sadaka yako, basi utoe yale ambayo ni mazuri na ya halali. Kitu chochote ambacho unataka kukitoa na hujui umepata kwa njia ya halali ama haramu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haikubali. Hata kama ni milioni moja unataka kutoa sadaka, lakini umepata kwa njia ya haramu, basi fahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ayuha nas, enyi watu, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Enyi watu, mfahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mzuri. Naam, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakubali mali unayotoa ama mali unayompatia, naam, illa yaliyokuwa mazuri peke yake. Unapotoa sadaka, basi ikuwa ni mwenye kutoa ya halali, na ikiwa ni ya haramu, basi fahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatakubali. Unapotoa katika mambo ambayo wewe kama Muislamu unatakiwa ufahamu katika akili yako ni ya kwamba nikitoa hii mali, nikitoa hii sadaka, nikitoa, je, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakubali? Naam, unaswali, je, hii swala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakubali? Hamu yako isiwe ni kufanya tu, bali hamu yako iwe ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakubali ama hatakubali. Ndipo wakaomba dua hii katika ndio maana Nabiyullah Ibrahim alayhi salam na Nabiyullah Ismail alayhi salam walipomaliza kujenga al-Kaaba, hamu yao ilikuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala akubali hiyo amali yao. Ndipo wakaomba dua hii mashhur katika suratul Baqara, wakasema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walipomaliza kujenga al-Kaaba wakaomba ya Rabbi tukubalie amali yetu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake wanatoa onyo, ikiwa wataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kubali amali yako, basi toa kitu ambacho ni cha halali. Lakini ikiwa mali ambayo unapata kwa njia haramu, basi ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatakubali. Jambo la nne ambayo lazima uwe nayo unapotaka kutoa sadaka, Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha ya kwamba hii sadaka ni bora. Sadaka bora ni ile ambaye unapatia familia yako. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam,
kama ilivyokuja katika hadith Musnad Imam Ahmad wa Jami' at-Tirmidhi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa wa huwa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa wa 'ala dhir-rahmi ithnatani sadaqatun wasila. Sadaqa unapompatia mtu maskini basi unahesabu ni kama sadaqa, unapata thawabu yake. Naam, na unapompatia sadaqa mtu wa familia yako, mtu wa karibu, ndugu zako, basi unapata double. Unapata double kivipi? Ar-Rasul anasema sadaqatun wasila. Thawabu ya kwanza ni sadaqa, naam, umetoa sadaqa. Na thawabu ya pili ni kwa sababu umeunga kizazi. Na kuunga kizazi ni thawabu. Kwa hivyo usiende kujenga watu wa nje ilhali familia yako wako na njaa. Naam, usiende kuangalia watu wa nje ilhali ndugu zako wana njaa. Ama usiende kumlipia fees mtoto wa maskini. Naam, au mtoto wa yatima ilhali mtoto wa ndugu yako anakaa nyumbani hana fees. Naam, wataka kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi anza na waliokuwa karibu na wewe. Anza na familia yako. Naam, anza na ndugu zako. Na ukifanya hivyo basi utakuwa ni mwenye kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutoa sadaqa na kuangalia familia yako. Jambo la tano ya kutoa ni kuficha sadaqa yako. Na unapoficha sadaqa ni bora zaidi. Ukimpatia mtu na uko na option ya kumpatia peke yake na watu wasijue kama umpatia sadaqa na watu wasijue umpatia mbele ya watu, basi uko na njia ya kumpatia akiwa peke yake, basi ndio itakuwa ni bora zaidi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Anasema wapo watu wa saba, naam, ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atapatia kivuli chake siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na moja kati ya hawa watu saba ni warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamini. Ni mtu ambaye aliyeficha sadaka yake. Ni mtu ambaye aliyeficha katika kutoa sadaka na akaficha sadaka yake kwa mkono wa kulia. Anapotaka kutoa hata mkono wa kushoto haijui nini natolewa. Yani waliokuwa hapo wasijue kama umetoa sadaka. Naam, hata saa zingine unaposikia watu wanatoa sadaka katika misikiti, unatumia kwa njia ya M-Pesa. Basi sadaka ya kuficha ndio sadaka bora zaidi. Na jambo la sita ya kutoa ni usiwe ni mwenye kumdharau unayompatia sadaka. Kwa nini? Kwa sababu saa zingine unaweza mpatia mtu sadaka kisha nafsi ikakushawishi. Naam, je, huyu mtu ambaye nimempatia, je, nimefanya vizuri kumpatia sadaka ama sijafanya vizuri? Naam, kwa sababu unapotoa sadaka utakuwa umemshinda shetani. Na unapotoa sadaka pia shetani hakuachi vile vile. Naam, shetani anakuambia huyu mtu ambaye uliyempatia sadaka hafai kupewa. Na mtu lazima aepukane na wasiwasi. Kwa sababu ya hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza kisa ya mtu ambaye aliyetoa sadaka, akasema leo usiku mimi lazima nitatoa sadaka. Naam, la atasaddaqanna al-layla bi sadaqa. Akasema leo usiku mimi lazima nitenda nikatoa sadaka. Naam, kisha fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadin zaniya. Kisha akatoka na sadaka yake akaenda akampatia mwanamke. Akaona mwanamke kwa njia akampatia, kisha akarudi nyumbani. Fa asbahu yatahaddathun tusaddiqu al-layla ala zaniya. Ilipofika asubuhi watu kama kawaida wakaanza kuwa ni wenye kuongea. Wakaanza kusema jana usiku kuna mtu alimpatia sadaka mwanamke mzinifu. Kisha yule mtu aliposikia hivyo akasema Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Ya Allah, nashukuru hata kama nimempea mwanamke mzinifu. Lakini yule mtu shetani kamshawishi, akaona ya kwamba sadaka yake haijaenda to the right person. Kisha akasema la tasaddaqanna al-layla bi sadaqa. Leo usiku nitaenda kutoa sadaka vile vile. Fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadin ghani. Akatoka na sadaka yake akakutana na mtu akampatia sadaka. Fa asbahu yatahaddathun tusaddiqu al-layla ala ghani. Ilipofika asubuhi watu wakaanza kuongea kama kawaida na kusema jana usiku kuna mtu ambaye ni tajiri alipewa sadaka. Ule mtu akasema Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Rabbi, nakushukuru hata kama nimempatia mtu tajiri. Lakini yule mtu bado shetani anakuwa ni mwenye kumshawishi. Naam, shetani anamwambia bado hujapatia the right person.
kisha akasema la tasaddaqanna al-layla bisadaqa, leo usiku lazima niende nitoe sadaqa tena. Fakharaja bisadaqatihi, akatoka na sadaqa yake, fawadaaha fi yadin sariq, akatoa sadaqa yake na kumpatia mtu. Fa asbahu yatahaddathun tusaddiqu al-layla ala sariq, ilipofika asubuhi watu wakasema jana usiku kuna mtu ambaye alikuwa ni mwizi alipewa sadaqa. Naam, anasema jana usiku kuna mwizi alipewa sadaqa. Juzi kuna mtu ambaye mwanamke ambaye ni mzinifu alipewa sadaqa. Jana kuna mtu ambaye ni tajiri alipewa sadaqa. Leo kuna mtu ambaye ni mwizi amepewa sadaqa. Na wanasema wakaona hii sadaqa imeenda to the wrong people. Naam, kisha yule faqila lahu amma sadaqatuka faqad qubilat, kisha yule mtu akaambua sadaqa yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kukubali. Kwa nini? Akasema amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifu an zinaha, huyo mwanamke mzinifu ambaye uliyompea sadaqa siku hiyo hakuenda kulala na wanaume, kwa sababu mtu alimkujia anamwambia nataka service, anamwambia leo niko sawa. Sababu yeye kuwa sawa ni nini? Kwa sababu ni ile sadaqa ambaye alipatiwa. Kwa sababu huyo mwanamke pengine hakuwa anaenda kufanya hiyo zina kwa raha zake, la, pengine ni njaa ilikuwa inampelekea kufanya hiyo zina, na siku hiyo alipopata hiyo sadaqa basi hakuwa ni mwenye kufanya zina. Wa amma al-ghaniyu fala'allahu an yata'abbira fayunfiqa mimma ataahu Allah, na yule mtu ambaye alikuwa tajiri alipopata hiyo sadaqa aliona haya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni mtu ambaye kuna mali. Naam, aliona haya na ikawa ni sababu ya yeye kutoa sadaqa kuanzia hiyo siku. Wa amma sariq fala'allahu an yasta'ifa an sariqatihi, na yule mtu ambaye alikuwa ni mwizi basi siku hiyo hakuenda kuiba, siku hiyo hakuenda kusumbua watu. Sababu ni nini? Sababu ni alipata kile ambacho alikuwa anakitafuta. Alisema hakuna haja ya kwenda kuudhi watu. Sasa saa zingine nafsi inaweza kuwa ni yenye kushawishi. Naam, nimepea sadaqa to the wrong people, lakini ukitoa sadaqa yako usikuwe ni mwenye kuangalia nyuma. Tawakkal ala Allah, na ukisonga mbele na usiwe na wasiwasi. Saa zingine hawa watu ambao ni wenye kufanya madhambi, hawa watu ni wenye kuiba, hawa wenye kufanya mazina, pengine hali yao hawakuwa wanafanya kutaka kwao. Naam, pengine ni njaa ilikuwa ni yenye kuwapelekea kufanya vitu kama hizo na shetani. Ahibati fillah, sadaqa hii hubadilisha maisha ya watu. Naam, na huleta mwelekeo, huleta mabadiliko katika mujtama. Jaribu kubadilisha maisha ya mtu. Naam, ukiwa una uwezo wa kumbadilishia mtu maisha yake, basi aache kuwa chini. Mfano mtu ako chini katika hii mujtamaa yetu na una uwezo wa kumsaidia, aache kuwa chini aweze kujitegemea, ukamnyanyua, basi na huyo mtu ni mkweli, basi wallahi tutakuwa ni wenye kuleta mabadiliko katika hii mujtamaa yetu. Lakini bila sisi kuwashika wale ambao waliokuwa chini yetu, bila sisi kuwashika maskini na mayatima na mafukara, basi tufahamu ya kwamba tutakuwa ni wenye kuzama sote. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-qudus wa thallatha bikum ibadallah haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابته أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وخاصة في فلسطين وفي السودان وفي غزة، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين
ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وارحم موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي